الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم إلى وجود وعلمه ما لم يكن يعلم، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وأصحابه المنتجبين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sifa njema ni zake yeye Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba wa kila kitu, ambaye tunamuomba na kwake yeye tutarejea. Tunamshukuru kwa neema zake nyingi na kwa baraka zake na kwa rehema zake nyingi kwetu sisi mpaka tukafika siku ya leo tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani al-Mubaraka. Na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe, kiongozi wetu na muombezi wetu siku ya Kiyama, mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaendelea na kujifunza na kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Elimu tunayoichuma katika mwezi huu ni kubwa, haina mfano, na aya tunazozisoma katika mwezi huu malipo yake ni makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika vikao vya elimu, vikao vya kumtaja yeye Mwenyezi Mungu na kumtaja mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Malipo yake ni makubwa na ni mafanikio kwa mwanadamu duniani na kesho siku ya Kiyama. Tukiendelea kukumbushana katika elimu hiyo, tumefika katika aya ya 12 katika surat An-Nabai, na ambayo leo tutazungumza aya hiyo ya 12 mpaka aya ya 16 takriban, na insha Allah itakuwa ina maelezo kadhaa marefu kiasi, lakini tutajaribu kuyafupisha vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hizi, wabanaina fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Amanna billahi, sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu katika aya hizi, wabanaina fawqakum sab'an shidada, na tumewaumbieni juu yenu mbingu 7 madhubuti zilizopangika, zimekaa vizuri. Shidada ni mbingu madhubuti na zimekaa kwa mpangilio mzuri. Baada ya kuumba mbingu hizo, waja'alna sirajan wahaja, na tukajalia taa. Siraja ni taa, wahaja taa hizo zinawaka vizuri na zina joto ambalo linaendana na maisha yenu hapa ardhini. Wahaja ni joto ambayo kwa tafsiri ilivyo, Mwenyezi Mungu amejalia taa ambayo ni jua linavyoangaza, linavyowaka, linaleta aina fulani ya joto ambalo ni manufaa kwenu nyinyi. Kisha kupitia mbingu hizo
Mwenyezi Mungu akasema, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, na tukateremsha kutoka mawinguni, haya mawingu ambayo yako juu, tukateremsha maji yenye kutiririka kwa kasi. Thajjaja ni maji yenye kuteremka, yenye kutiririka kwa kasi, kwa nguvu. Na neno mu'sirati ni lugha imetumika, lakini ni mawingu. Mawingu, na neno mu'sirati ni mawingu yanakamuliwa. Ni kama vile umefua nguo yako, kisha unataka maji yatoke katika nguo yako uliyoifua, unaikamua. Kwa hiyo neno mu'sirati ni usra, ni kukamua. Unapokamua ndio maji yanatoka, yanatiririka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kuwa mawingu haya yanayotoa maji, Mwenyezi Mungu anayakamua, alafu maji yake yanaanza kutiririka kwa kasi. Kisha baada ya maji yale kuteremka, linukhrija bihi habban wa nabata, ili tuweze kutoa kutokana na maji hayo, tunaotesha nafaka, vyakula mnavyovila nyinyi, na nabat, mimea mbalimbali mnayokula nyinyi na wanavyokula wanyama wengine walioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii habba ni nafaka inayohusiana na sisi binadamu zaidi. Kwa hiyo mchele, mahindi, ngano na vyakula vingine vyote vikaoteshwa kutokana na maji hayo. Wa jannatin alfafa, na kisha kutokana na maji hayo ikaoteshwa mabustani yenye miti mizuri, yenye kupishana, yenye kuingiliana. Yani ni miti ambayo ukipita unakumbana na miti, maua, mapambo mbalimbali yanayooteshwa na maji hayo yanayoteremka kutoka mbinguni kupitia mawingu yanayokamuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo aya hizi zinazungumzia mazingira ya mbingu na vilivyoko mbinguni. Mbinguni hapa Mwenyezi Mungu anaelezea ameweka taa, na katika taa hiyo ambayo ni jua ameweka mawingu vile vile. Vyote hivi vinamhudumia mwanadamu. Kwa ufupi, aya hizi na aya zilizopita za mwanzo zinazozungumzia ardhi, uwiano ulioko hapa na namna mrorongo wa aya hizi zilivyokaa, Mwenyezi Mungu anatufunza ushirikiano mkubwa katika viumbe vyake. Aya hizi Mwenyezi Mungu anatueleza ushirikiano mkubwa ulioko baina au kati ya viumbe vyake alivyoviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo tuligusia maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema wa kulla shay'in khalaqnahu zawjayn, kila kitu tumeviumba vikiwa viwili, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Vitu vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ardhi, mbingu na vilivyomo katika mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu anasema amevifanya kuwa na jinsia au vya aina mbili, kuna ya kiume na kuna ya kike. Vyote hivi vinashirikiana kwa pamoja, havitengani. Vikitengana, vikiachana, hakuna maisha. Kama ambavyo mbingu na ardhi vikitengana, vikawa havina mahusiano, havilishani, havisaidiani, hakuna maisha. Ardhi hii ikikosa mbingu haitokuwa na faida,
itapata wapi maji? Na mbingu vile vile kikosekana ardhi, na yenyewe vile vile itashindwa, kama ambavyo wataalamu wanatuambia maji hayo yanayotengenezwa kutoka mawinguni ni yale yanayofyonzwa na maneno haya, waja'alna sirajan wahaja. Lile jua na joto lake ndilo ambalo linafyonza mvuke kutoka katika mabahari, ambayo yakienda kule juu yanaenda kutengenezwa, sasa inakuwa ni mvua. Sasa unaona mahusiano ambayo yako. Mbingu peke yake haiwezi kufanya chochote kama hakuna mabahari, na mabahari hayo yako katika ardhi hii. Na vile vile mabahari hayatokuwa na faida kama hakuna jua, ili iweze kuyapeleka juu yatengeneze, kisha kuwepo na upepo iweze kuyatawanya mawingu yale, na mvua ikanyesha ikakamuliwa namna anavyoyakamua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu anasema viumbe vyake vyote viko viwili, na tuligusia tukaelezea kwa ufupi namna kuna uhai na kuna kifo, na hali kadhalika kuna mwanaume na mwanamke, kuna mbingu na ardhi, kuna usiku na mchana. Vitu vinaenda viwili viwili. Kwa hiyo vichukue vyote, wanyama, wadudu, mimea, miti, vyote mpaka majabali, kuna ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu, viko viwili na ndio vinasaidiana. Vikitengana hakuna maendeleo. Kama ambavyo mume na mke vikitengana, mwanamume anaishi kivyake, hahitaji mwanamke, na mwanamke anaishi kivyake, hahitaji mwanaume, ni nini kitakachotokea pale? Ni ufisadi katika mgongo wa ardhi na uharibifu, na hakutokuwa na maendeleo, na hakutokuwa na hamu ya maisha ile ambayo tulizungumza, waja'alna al-ardha mihada. Ile hamu ya kuwa na maisha duniani vikikosekana hivi, vikawa kila mmoja anajitosheleza yeye, hamuhitaji mwenzake, hakutokuwa na maisha. Ni lazima vihitajiane. Kwa hiyo mbingu na ardhi ni vile vile. Kwa hiyo vilivyoko katika ardhi na vilivyoko katika mbingu vinahitajiana. Kwa hiyo aya hizi zinatufunza kuwa kuna ushirikiano, na lazima tujue alivyoviumba Mwenyezi Mungu hajaviumba kimchezo, kiupuzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika baadhi ya sura au katika baadhi ya aya, na zinukuu, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la tarji'un. Mnadhani, mnajihesabu, mnafikiria kuwa mmeumbwa abatha, yani abasa, bila ya malengo, bila ya hadaf, bila ya sababu maalumu. Akawepo mwanaume na akawepo mwanamke, lakini hakuna malengo ya aina yoyote. Mungu akaumba mbingu na ardhi bila ya malengo ya aina yoyote, abatha, bure tu hivi. Akasema fikirieni vizuri katika hili, na mkifikiria maana yake vitawapelekeeni katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtamsikiliza mtume wake Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na vile vile akasema wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bilhaqqi. Tizama maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma la'ibin. Hatujaumba
mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, laibina, hatujaumba kwa mchezo tu, yani mchezo wa kujifurahisha, vilivyomo baina ya hivi. Na tulisema uhakika wa ardhi hatuijui. Mungu anasema ameziumba 7, zimekaaje? Hatuna utaalamu nayo. Hizi ardhi 7 zimekaaje, huko kwenda chini zimekaaje? Hatuna habari nazo. Mbingu 7, Mungu anasema ameumba mbingu 7, hatuna taarifa nazo. Hakuna mwanasayansi ambaye anaweza akazungumzia mbingu 7 kwa ufasaha akaeleweka. Hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu katika uumbaji wake. Pamoja na elimu imekuwa ni kubwa, lakini mbingu 7 ni siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasayansi wanachoweza kutuelezea ni vile vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, ambayo hii Mwenyezi Mungu anazungumza wama bainahuma, baina ya mbingu na ardhi, ambavyo baina ya mbingu na ardhi ni kuwepo yale majarati. Tunaelezea kwa ufupi, ni lugha ya Kiarabu, lakini ni chombo kikubwa ambacho katika chombo kile Mwenyezi Mungu ameweka baadhi ya vitu vyake pale. Ndio jua liko pale, nyota ziko pale, mwezi huko pale, gesi iko pale, vimondo vya aina fulani viko pale, vyote viko katika lile jengo. Kama vile tunaposema ardhi hii ni kubwa, na zinginezo ambazo ardhi 7. Ndani ya ardhi hii kuna binadamu, kwenye mgongo wa ardhi hii kuna wanyama, katika mgongo huu wa ardhi kuna wadudu, kuna miti, kuna mabahari na mfano wake. Na katika mbingu kuna hivyo, kuna mwezi, kuna nyota, kuna jua, kuna hao mawingu ambayo tunayaona hapo. Sasa binadamu na utaalamu wake anaweza kukuelezea mwezi, kwa sababu alishafika mwezini na amekanyaga juu ya mwezi. Anaweza kukuelezea baadhi ya elimu ya vitu vinavyopatikana katika mwezi. Binadamu anaweza kukuelezea kuhusu sayari. Sayari sio mbingu, tuelewane, si ndio? Sayari hizi ambazo mpaka leo hii tukaambiwa zimefika 9, zikaongezwa leo tunaambiwa zimegundulika mara 11, mara 12. Sayari sio mbingu 7. Mungu anasema mbingu 7. Sasa watu wengine huwa wanachanganya kati ya sayari na mbingu. Sayari leo hii zilizogundulika tunavyoambiwa ziko kati ya 11 mpaka 12, lakini miaka mingi tulikuwa tunaambiwa sayari ziko ngapi? 9. Na wote mmepita hata shuleni, kuna ule mchoro ambaye umechorwa sayari ipi ambayo iko karibu zaidi na dunia, zinakwenda hivyo, zimepangwa, ramani imechorwa vizuri. Wote hapa naamini mmepita mashuleni, mmeona mchoro ule wa sayari na majina yake. Sasa zile si mbingu. Mbingu 7 ni zile alizozipita Bwana Mtume katika safari yake ya Mi'raj sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambazo katika mbingu hizo alikutana na mitume wa Mwenyezi Mungu. Katika mbingu ya kwanza alimkuta Adamu na mwingine katika mitume, akaenda mbingu ya pili akamkuta nani, hivyo mpaka mbingu ya 7. Sasa hakuna binadamu atafika mbingu ya 7. Hata mbingu ya kwanza hakuna binadamu atakayefika. Akifika kule, basi tutaona miujiza wa Bwana Mtume si muujiza, kwa sababu sisi tunamuona Bwana Mtume ana muujiza mkubwa wa kufanya safari ya Israa wal Mi'raji, si ndio? Sasa watu binadamu na elimu zao wanaenda katika sayari zile ambazo wanatueleza, lakini si katika mbingu. Mbingu alienda Bwana Mtume akiwa na malaika Jibril alayhi afdalus salatu wassalam. Na si hivyo tu, unapofika katika mbingu 7, juu yake kuna nini? Kuna arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si ndivyo tunavyoona? Si ndivyo tunavyosoma? Akafika katika mti mkubwa wa mkunazi ambaye ndio arshi ya Mwenyezi Mungu, kisha Bwana Mtume avuke hapo akazungumza na Mola wake. Na Jibril alifika mahala akasema, hapa mimi siendelei. Kama Jibril hawezi kuendelea, binadamu gani anaweza kaendelea? Na ni chombo gani kitakachokufikisha kule? Mtume alipelekwa na Bwana Mtume alipelekwa na Mungu wake, na Allah subhana alladhi asra bi'abadihi laylan min almasjid alharami
ila almasjid al-aqsa. Sasa mbingu saba na sayari ni vitu viwili tofauti. Sasa Mwenyezi Mungu anazungumza, mnachokiweza nini ni hivi vilivyomo ambavyo vinaonekana baina ya mbingu na ardhi vilivyomo humu. Mawingu ndio haya ambayo hata ukipaa na ndege unayapita katika mawingu. Hayo mawingu unayapita, hizi ndege ambazo hata hizi za kawaida tu hivi, si mawingu wakati mwingine si yanakuwa yako chini sana. Hata helikopta tu wakati mwingine unapita na mnayapita, unaona kabisa ni kama miamba hivi yanagongwa kabisa ta. Ni magumu hata kujikuta yamejishika, kwa sababu ni maji yale, na ni maji ambayo yameganda. Qur'ani inapozungumza waja'alna sirajan wahaja, maji yanatiririka. Maneno mengine maji yale yanatiririka kwa nguvu, magumu, ambayo ndio wakati mwingine kama hayajayeyushwa vizuri, ndio ile tukasema mvua ya mawe. Na mvua ya mawe wakati mwingine yanakuja kwa muundo na umbo tofauti, yako mengine makubwa na mengine ni madogo madogo. Kama ambavyo unaona barafu inaweza ikajitengeneza barafu ikawa ngumu, hasa katika mataifa ambayo yanateremkiwa sana na barafu. Sasa yote haya Mungu anayazungumza. Sasa anasema wama bainahuma laibina, hatujaumba hivi kimchezo. Binadamu usiyachukulia haya kimchezo. Umepewa ziwe ni aya za kukutambulisha juu ya uwepo wa Muumba, juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ma khalaqnahuma illa bilhaqi, hatujaviumba hivi viwili, mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu, isipokuwa vilivyoko baina ya mbingu na ardhi, illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki. Kisha Mwenyezi Mungu vile vile akaelezea katika aya nyingine, wama khalaqna samaa wal arda wama bainahuma la'ibin. Ni aya ambazo zinafanana zote hizi. Afala tatafakkarun ya ulil albab, hamfikiri maji haya ambayo mvua sasa hivi inanyesha, angalieni anapotoka huko. Mwenyezi Mungu anazungumza hivi. Na maneno mengine ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na aya hizi, afalam yanduruna ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal ard madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratu wa dhikra likulli abdin munib wa nazzalna minas samai ma'a mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habban alhasid wa nakhlin, mpaka mwisho. Angalieni lugha ilivyokuwa nzuri, tamu ya Qur'ani, ya maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anawaambieni afalam yanduruna, hamtizami, ila samai fawqahum, hamwangalii mbingu juu yake kuna nini, namna alivyoiumba Mwenyezi Mungu, alivyoiumba na kuitengeneza na akaipamba ikapambika kwa nyota, kwa jua, kwa mwezi, mawingu yake namna yalivyokaa, rangi yake ilivyokaa.
wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Na hamjaitizama ardhi namna ilivyokaa, utambarare wake, uzuri wake, na namna inavyowaotesheeni nyinyi mimea, miti mbalimbali, maua mbalimbali, mnayafurahia mnapoyatizama. Ikiwa yote haya namna anavyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu gani mwanadamu hazingatii? Ametamka mbingu na mapambo yake, ambayo mapambo ndio kama haya ambayo yanateremsha maji namna hii, na ardhi namna ilivyopambwa, mahusiano yaliyomo baina ya hivi. Na maneno mengine, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. Hapa nazungumzia ardhi na vilivyomo katika ardhi. Sina haja ya kuvitaja kwa sababu ni vingi, kila mmoja mwenye fani yake. Yuko ambaye anaburudika na madini, yuko ambaye anaburudika na ufugaji, yuko ambaye anaburudika na mabahari na mamito na maziwa, anatoa samaki mbalimbali, mapambo ya baharini. Yuko ambaye anaburudika na ardhi mwenyewe, anavyolima anasikia raha. Yuko mwingine uinjinia wake anapoitengeneza ardhi akajenga majumba makubwa. Kila mmoja anaburudika kivyake. Ndiyo ladha ambayo Mwenyezi Mungu anaelezea, waja'alna al-ardha mihada. Ardhi hii kila mmoja anaburudika kivyake, kila mmoja anapata ladha ya maisha haya kivyake. Na maji ndiyo haya, na mbingu ndivyo ilivyo. Huo ndio uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na swala la msingi hapa pia kazungumza, kila kitu tukakipa kwenye mizani yake, kwa kipimo chake. Hakuna ambacho kinavuka kipimo. Wa kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Angalieni Mwenyezi Mungu anapotueleza, kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Kila kitu tumekiumba kwa makadirio maalum, hakuna kinachovuka. Mkivuka hapo mnaharibu. Mtakapofanya ujanja wa aina yoyote kama ambavyo tunaufanya sasa hivi, kwa kuharibu mazingira kama tulivyoelezea katika darasa zetu zilizopita, tukaharibu mazingira ya hewa ikawa ni chafu. Angalieni maradhi yanavyotuandama. Tulipoharibu maji yakawa ni mulawwa, mazingira ya maji yakawa ni mabaya, angalieni ladha ya maji ilivyokosekana. Mpaka yachemshe kama tulivyoelezea, na uchemshaji wake mpaka yazidi au yachemshe digirii fulani ambao wataalamu wanakwambia uchemko, yani yachemke mpaka afikie digirii fulani, yani ule mvuke wote unatoka wa maji. Ni kama vile kwa kuyachemsha kwako unayachuja madini ambayo yako kwenye maji, unayaua kwa moto, na mengine yanatoka na mvuke ule, kisha vibaki vimaji vya aina fulani ambavyo ukivinywa hovyo hovyo, ndio hapo unajikuta una matatizo ya tumbo. Ndio maana nilizungumza na nilielezea leo hii, kunywa maji kadri utakavyokunywa, lita 3 kama unavyoambiwa na madaktari. Lakini ukifika hospitalini unaumwa, la kwanza tu unatundukiwa maji, utaambiwa huna maji. Hayo maji yameenda wapi? Na sisi katika riwaya zimetuambia kunywa maji pindi utakapopata kiu, kama ambavyo unakula baada ya kupata njaa. Sio tu ili mradi unasema unakula, kula unapopata njaa na kunywa unapokuwa na kiu. Kiu kikikatika usilazimishe, acha, unazidisha katika mwili wako. Hiyo ni hadithi ya Bwana Mtume, ni hadithi za Ahlulbayt Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nona mkuta mtu hana kiu, maji lita 3 ameziingiza kwenye mwili, mazingira hajatoka jasho, hajafanya kazi ya kumtoa jasho,
hajaenda labda haja ndogo, labda mara kwa mara wasema labda lita 3 yameisha kwa kukojoa, hajaenda, ni ya kawaida tu, lakini anapoamka pia lita 3 lazima ziingie. Zinaenda wapi? Hazitoki, zinaenda wapi? Na maji yenyewe ndio hayo yaliyochemshwa, ambao madini ya asili ya maji umeshayaua kwa kiasi fulani, umeshayaua madini ya maji, na ukinywa bila kuyachemsha ndio unakufa kabisa. Mazingira yameshachafuliwa kote, hayako salama, na ukiyachemsha nayo ndio hivyo, hayakupi afya inavyotosha, kwa sababu umeua madini mengi, alafu umeyarudika kwenye mwili wako. Lita 3 mpaka lita 5 umezidisha, kama ambavyo unakula mpaka unazidisha. Angalia mtu anapokula mpaka vinazidi, na leo hii vimichezo vinarushwa kwenye WhatsApp, kwenye nini, unaonyesha watu matajiri ambao wanakula walivyojilundikia. Anakula mpaka analala pale, tumbo iko wazi, unaliona litumbo limefura, limekuwa kubwa. Alafu pembeni kwa hapo pembeni unaona vyakula alivyoviacha hapo, mapilao, mabiriani, vinywaji mbalimbali, juisi, chai na maji, vyakula vingi vimekaa pale. Ameshiba mpaka amelala pale pale, anashindwa kunyanyuka. Hadithi za Ahlulbayt alayhimus salam, nahnu qaumun la naakulu hatta najua wa idha akalna la nashba. Maneno haya wakati mwingine ananasibishwa na Ahlulbayt alayhimus salam. Sisi hatuli mpaka tupate njaa, na tukila vile vile hatushindilii mpaka unashindwa kutembea. Hauli kwa kusema hii ni akiba mpaka ya kesho, wacha nile saa hii mpaka nisile usiku, intosheleza na usiku. Hauna tumbo la kuweka akiba namna hiyo. Ukila hivyo ni israfu. Israfu si kumwaga tu, israfu hata kuzidisha kipimo, kuzidisha kiwango. Sasa Mwenyezi Mungu anazungumza, wal ardha madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. Kila kitu kimewekewa mizani yake, kipimo chake. Tumbo lako lina mizani yako na mengineyo yote. Wa kulla shay'in khalaqnahu biqadarin, maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tazama aya nyingine ambayo tunaisoma tu tunaifahamu, falyanzuru al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa faanbatna fiha habba wa inaban wa qadiban wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa la'anamukum. Allahu akbar. Angalieni Mwenyezi Mungu anapozungumza, falyanzuru al-insanu ila ta'am, kitizame chakula chako. Mwenyezi Mungu anakuambia hivyo, falyanzuru al-insanu ila ta'amihi, mwanadamu akitizame chakula anachokila. Umewekewa ugali wako pale, utizame, sio kuangalia kwa macho namna hii, uangalie na moyo, uangalie kwa moyo wako, uangalie kwa akili yako. Chakula hiki, mahindi hayo umeyasaga, yametoka wapi? Nani aliyoyaotesha? Maji hayo nani aliyoyateremsha? Wewe nani aliyokupa nguvu ya kwenda kulima mpaka ukatoa mahindi haya, mchele huu na leo unaula hapa? Unautizama kwa upana huu. Haikuwa Mwenyezi Mungu anapotuambia falyanzuru al-insanu ila ta'amihi ni kwenda kuukodolea macho hivi mchele wako, wali wako, na utizama kwa macho. Ukiutizama utajua nini hapo? Unautizama kwa moyo, unafikiria. Na wengine wakatambia unaangalia ni halali au ni haramu. Ijapo
Japokuwa maneno haya vile vile unaporejea katika taawili za aya hizi na ukarejea kwa ahlu baiti alaihim afdalus salatu wassalam, Mwenyezi Mungu anapozungumza chakula na akaelezea anna sababna almaa sabba, na tukateremsha maji yenye kuteremka kwa kasi, mvua kama hivi inavyonyesha. Thumma shakakna al-ardha shaqqa, tukaipasua ardhi. Ukipanda mbegu usipake pasuke ardhi ndio yote. Mungu anazungumza kaipasua yeye, sio wewe. Wewe ni punje moja umeiweka kwenye ardhi alafu umeifunika. Mungu ndiye anaipasua baada ya kuwa anna sababna almaa sabba, baada ya kuwa ameteremsha maji. Fa anbatna fiha habba, tukaotesha nafaka, tukaotesha mahindi, tukaotesha mchele, tukaotesha ngano, tukaotesha hivi mnavyovila, na matunda tofauti tofauti, wa inaban wa qadhiba wa zaituni, mizaituni na mfano wake vikaoteshwa. Sasa Mungu anatolea mfano huo, lakini kwa riwaya za Ahlulbaiti hapa pia zinatuambia mambo zaidi ya hapo. Na sisi tulishasema kuwa Qur'ani hii ina matumbo 7. Kila ukifungua hivyo unakutana na mengine. Mengine anasema 7 au 70. Matumbo 70. Matumbo 70 maana yake tafsiri 70 za neno moja tu ya Qur'an. Ni kurasa, ukifungua hivyo unakutana na maana nyingine, ukifungua hivyo unakutana na maana nyingine, mpaka 70. Ni nyingi mno. Sasa miongoni mwa hizo maana, aya hizi zinasema sio tu chakula, ndugu yangu, mwanadamu na atizame elimu yake anaichukulia kwa nani. Elimu yenye manufaa, elimu yenye faida, elimu ya kukupeleka katika pepo ya Mwenyezi Mungu, elimu inayokufanya uwe mcha Mungu, elimu inayokufanya uwe na tabia njema, elimu inayokufanya umtambue Mwenyezi Mungu na mtume wake. Elimu hii inayokupa uhai, inayokupa afya, inayoboresha ubongo wako na akili yako, inayosafisha nafsi yako iwe safi, unaipata kwa nani? Unaipata kwa Bwana Mtume na kwa ahlu baiti zake salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Ndio hizi aya zinatueleza hivyo. Kama ambavyo chakula unachoambiwa ukitizame ili kikupe afya, kikupe nguvu, na chakula kinaboresha akili yako, kinaboresha muonekano wako, kinanawirisha mwili wako na ngozi yako. Sini hivi vyakula, sini haya matunda, sini hizi mboga tunazosila. Ukila hii unaambiwa unaongeza nguvu ya macho, ya masikio, akili yako, ngozi yako. Sini hivi vyakula kama wataalamu wanavyotuambia. Na vingine ukaambiwa hivi usile vitafanya hivi, na vingine ukaambiwa usile wakati huu vitaharibu kitu fulani. Si ndivyo tunavyoelezwa? Sasa ikiwa kwenye mwili wako unauandaa hivi, unauandalia mazingira mazuri namna hii ili upate afya, je, elimu yako ambayo ndio inabeba vyote hivi unaipata kwa nani? Ipate kwa yule aliyosema Bwana Mtume, ana madinatul ilmu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Usipoichukua elimu huko, ndio hapo sasa unasoma, unaanza kuwaringashia watu, unaanza kuwanyanyapaa watu kwa elimu uliyokuwa nayo. Unamkuta mtu unamwambia wewe unajua nahwu wewe.
Unamwambia mtu wewe unajua sarfu wewe, unaanza kujivalisha vazi la kiburi kwa elimu uliyokuwa nayo, ukazitumia elimu hizo misikitini na maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kugombanisha Waislamu, kutukanisha Waislamu na kuwatenganisha Waislamu, na zaidi ya hapo zikatumika kwa kuua wanadamu. Elimu hizo kwani wanaua watu leo kwa njia tofauti tofauti, kuwaua kwa njaa, kwa kuwaua kwa kuwanyang'anya, kwa kuwadhulumu, kwa kuwaua kwa kuzuia fursa ambazo Mwenyezi Mungu amewapa wanadamu katika ardhi hii ambayo ni kubwa kama tulivyoelezea. Ni nani wanayefanya hivyo? Na binadamu aina gani? Wenye elimu, si ndio? Wasomi wanayesababisha njaa katika ardhi hii, si ni wasomi? Wanayesababisha dhulma katika ulimwengu huu, si ni wasomi? Wanayesababisha matabaka yaendelee kuwepo, si ni wasomi? Ni elimu ya aina gani? Hawajaitizama sehemu ya kuichukua elimu yao. Imekuwa ni elimu yenye madhara, sio elimu yenye manufaa. Hali kadhalika hata kwenye dini ni hivyo hivyo. Vurugu zilizoko misikitini, zilizoko makanisani, tukiacha vurugu zilizoko kwenye siasa na yanayotendeka, nani wanayefanya yote hayo? Si ni maulama? Si ni wasomi? Si wanazijua aya wa'tasimu bihablillahi jami'an? Aya za kushikamana si wanazijua? Aya ya kumdhulumu mtu si wanazifahamu? Si wanaelewa madhara, si zinafahamika na madhara yake? Aya zinazozuia uongo si zinajulikana? Mbona ndiyo maisha yetu yako katika hayo? Asilimia kuanzia 70 mpaka 80 ya maisha yetu ni yamejengeka katika maisha haya nje ya mfumo alioutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falyanzuru al-insan ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Sasa maji ndiyo hayo yameharibika, chakula ndiyo hicho. Vyakula karibia vyote tunavyovila sasa hivi ni vya kisasa. Maji ndio hayo kama nilivyoelezea, na tulishazungumza waja'alna min al-ma'a kulla shay'in hai. Uhai wote huko kwenye maji. Maji ndio yanaleta uhai, lakini leo maradhi mengi yanasababishwa na maji, na vurugu zilizoko ulimwenguni kuhusiana na maji ni kubwa. Kisha wanakuja katika vyakula tunavyovila, zikiwa ni matunda, zikiwa ni mchele. Leo mpaka kuna mchele wa plastiki. Anaongeza hapa Mumin, anasema tena mchele huo ndio umetawala zaidi. Vyakula vya kuku ndio hizo. Vitu vyote vile vya asili vinakwisha. Ni vile ambavyo vinapigwa sindano, anakuwa muda ule ule. Leo si tunahesabu ni wiki, siku kadhaa, itafika anatoka, unampiga sindano na unamla saa hiyo hiyo. Ndivyo tunakoenda. Sindano, yale madawa yanavimbisha namna hii, anakuwa mkubwa, kisha unampika. Usipofanya hivyo unakufa na njaa. Ndio maana milipuko ya maradhi ya ajabu kila siku yapo, hayamuachi mwanadamu, na hatujasalimika na hayo. Mwenyezi Mungu
alishayazuia aliposema watara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan. Allahu akbar. Maneno mazito haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watara kathiran, unawaona wengi wao, sio wachache. Mungu anazungumza wengi wao. Yusari'una fil ithmi wal udwan, wanaenda mbio katika kufanya mabaya na uadui, wanaenda mbio katika uharibifu. Sio kundi dogo. Mwenyezi Mungu anavyoelezea hapa, anasema kathira, ni wengi wao. Ina maana wamezidi nusu, kuanzia 60%, 70%, 80%, wanaenda mbio katika uharibifu. Kisha 10%, 20% ndio ambao wanajitahidi kutengeneza, na sio kutengeneza, wamekatwa hata mikono, wametulia tu namna hiyo, wanaangalia kwa macho, hawana cha kufanya. Mtatengeneza nini? Malaika walipomwambia Mwenyezi Mungu, nataka kuweka kiumbe katika mgongo wa ardhi atakayefanya ufisadi na kumwaga damu, walitumia matukio mawili. Ufisadi ni wa aina tofauti tofauti: kukata miti, kuharibu maji, kuharibu vyakula, kuharibu hewa. Leo hewa ni chafu zaidi, unaivuta ni chafu. Kila ukivuta hewa hii unapata mafua. Ukivuta hii hewa au pepo ukipiga, unaona machozi tu yanakutoka. Kiendo kipimo unakuta kadha wa kadha. Sasa malaika walipozungumza vile, uharibifu mojawapo ni huu wa kuharibu mazingira haya kama tulivyoelezea katika darasa zetu zilizopita. Alafu na umwagaji damu, kuuana. Kuua sio tu kumwaga damu, mtu amekufa ameenda kuzikwa. Unaweza toka muua kidogo kidogo mwanadamu. Haumpi chakula, umemnyima asipate maji safi na maji salama, umemnyima asilime, umemnyima asivue, umemnyima kadha wa kadha, humpi fursa, ananyong'onyea mwanadamu huyu mpaka anakufa kidogo kidogo. Mungu anataka kuumba viumbe watakayeendesha mambo haya, watakayefanya uharibifu huu. Malaika, Mwenyezi Mungu akawaambia, la, mimi najua. Na kweli alijua, kwa sababu wako mitume, wako maimamu, wako sahib al-asr wa zamani al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Na akasema tena Mwenyezi Mungu, wataawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la taawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Jamani, saidianeni, shirikianeni katika mazuri, katika kutengeneza, na wala msisaidiane, msishirikiane, msishikamane katika kuharibu na uadui. Hayo ni maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna anavyotueleza sisi viumbe vyake tuwe. Sasa ndugu zangu, aya hizi, wabanaina fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan waja'alna sirajan wahaja waanzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata, ili tuwapatieni vyakula safi vyenye afya vyenye vitamin, nyinyi na wanyama wenu. Binadamu watakula, wanyama watakula. Mbuzi, nyama tunazozila, ng'ombe watakuwa na afya. Si anachinjwa mnyama amezoofika, hana afya. Na walipokuwa wajanja wakatuzuia hata mafuta ya wanyama.
Sasa anatakiwa aponde. Mwenyezi Mungu anasema hivi vyote hajaviumba bure bure, ndugu zangu. Wanyama hawa na wadudu hawa pamoja na kuwa ni wengi, lakini hawajaumbwa bure. Wadudu ni wengi sana. Ukiwaangalia unaweza kusema bwana hawana kazi, lakini Mwenyezi Mungu kama aya nilivyosema, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ameumba kwa idadi maalumu na kwa biqadarin, kwa uwezo wake na kwa elimu yake, sio abatha. Sasa tukiona vijidudu vingi, kila mdudu ana kazi yake. Ukiona wanyama ni wengi, ujue wanyama hao ni wengi, kila mnyama ana kazi yake. Ukiona miti ni mingi, majani ni mengi, mimea ni mingi, mingine michungu, mingine mizuri, kila kimoja Mungu anasema biqadarin. Usije ukasema hii naye huyu mdudu ni wa nini huyu ukamuua bila sababu. Ndio maana kuna baadhi ya vidudu siku ya kiyama vitakusimamisha, vitake haki yao. Wenyewe hawaingii peponi, lakini ulimkatishia uhai bila sababu. Tutanyang'anywa baadhi ya thawabu zetu na wadudu. Tutanyang'anywa thawabu zetu na wanyama. Ndio maana unapoenda Maka uruhusiwi kung'oa jani, unalizulumu. Uruhusiwi kuua mdudu, hata mbu ukiwa Maka. Mdudu yoyote unamzulumu. Unapotizama Maka namna ilivyo, unapovaa ile ihram, ndivyo ambavyo hutakiwi kumzulumu. Na vyote hivi havijaumbwa bure bure, yaani useme huyu wa nini, unamkanyaga tu, haja kukosea. Kuna wengine tu anaweza kaona hata mdudu anapita namna hii mdogo tu hivi, au chura, unamwona chura anarukaruka barabarani anapita zake, wewe unaanza kumpiga mateke. Ya unasikia raha, unampiga teke laini, anadondoka kule, unaenda unampiga tena mpaka anakufa. Huyu siku ya kiyama atakusimamisha. Jani huna kazi nalo, unaling'oa tu. Mti haujakukera, hauna madhara kwako, unautoa tu. Naam, viko ambavyo wakati mwingine inakutokea madhara, unafanya hivyo. Lakini kwa sababu naye akili, utajua hili lina madhara kwangu au hili halina madhara. Kwa hiyo vyote hivi siku ya kiyama ambavyo tunavizulumu vitatusimamisha. Ndio niliwahi kunukuu kisa cha huyo alimu ambaye alikuwa ni mcha Mungu sana, ni msomi mcha Mungu. Akajihesabu, akaangalia, anaishi na hii hadithi ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, uhesabu nafsi zenu kabla hamjahesabiwa siku ya kiyama. Huko juu wakina mama wazuieni watoto wanatupigia kelele huku, wakina mama juu. Amejihesabu, anaona hana dhambi, hana matatizo, akajiaminisha kuwa kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi sina dhambi, siku ya kiyama naomba unihesabu kwa uadilifu, unipe haki yangu. Ikafika akaota kama amekufa, ameshakufa. Alipokufa akaona malaika wa motoni wamemchukua, wanampeleka kwenye moto. Naambia Mwenyezi Mungu, sina dhambi, na swali, nafunga, nasomesha, sijala cha mtu, hii motoni wananipeleka kwa sababu gani? Akaonyeshwa
Siku moja alipokuwa yuko katika mutala anajisomea usiku, kuna hali ya mvua ile, vijidudududu vinakuwa vingi, wakati mwingine vinaruka, na mazingira ya zamani kwa kibatari kile yule kila akiwasha kibatari wale wadudu ndani, mdudu mmoja mkubwa akipita anazima kibatari chake, anakiwasha, anaruka tena, akianza kusoma anapita na anazima, si ndio? Nisha kinukuu mara kadhaa. Akazimiwa kibatari chake mara kadhaa, mara 3 mara 4, akachukia, huyu ananipotezea muda, mimi najisomea hapa, ananipotezea muda wangu. Akaweka kitabu pembeni, akaanza kumuwinda mdudu yule anayeruka, kama ni aina ya panzi au chini ya panzi, akamruka, akamuua, akamtupa kule. Sasa wengine wanasema kwa uchungu aliyokuwa nayo, alipomuua akachukua mjiti akawa anamchoma. Unanitesa hivi mpaka nimemaliza njiti zangu, akamchoma kwa hasira, unanipotezea muda, alafu kamtupa. Sasa Mungu akamwambia, kweli hujafanya madhambi, hujaniasi, lakini ulimdhulumu huyu. Sasa nataka ni kuadhibu kama ulivyomwadhibu wewe. Angalieni, akazinduka. Alipozinduka anatetemeka, anaomba. Sasa akabadilisha kauli, akabadilisha maneno yake si mwanzo alikuwa anamwambia Mungu ni hesabu kwa uadilifu. Sasa anaanza kumwambia yeye, Mwenyezi Mungu, naomba unihesabu kwa huruma yako, usitumie uadilifu kwangu. Ndio maana sisi sote tutahesabiwa, tunamuomba Mwenyezi Mungu asituhesabu kwa uadilifu. Ikienda uadilifu, ni ngumu kuingia katika pepo. Sasa vyote hivi Mwenyezi Mungu ameviumba, tunaviheshimu, na vyote hivi kama ilivyokuja, ya ibn Adam khalaqtul ashiyaa liajlika wa khalaqtuka liajli. Mwanadamu, nimeumba vitu vyote hivi kwa ajili yako wewe. Wadudu usiowajua wewe wanakutumikia wewe pasi na ya kujua. Kuna hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wewe nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu mimi. Huyo panzi unamwona anarukaruka huko, kuna manufaa ambayo unayapata wewe kwa aina fulani, wewe unazo siyajua. Huenda kuna mdudu ambaye yeye anapambana naye asikufikie wewe huna habari. Inzi na uchafu wake unaweza kaona hii Mungu amemuumba wa nini? Huenda kuna faida fulani ambayo wewe unaipata bila wewe kuhisi au kujua, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Na maana unatakiwa uwe mzuri, usiwe muharibifu. Ndugu zangu, namalizia na maneno haya, watara al-ardha hamida fa idha anzalna alaiha al-maa ihtazzat wa rabatat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Watara al-ardha hamida, ardhi hii ambayo tumeumbiwa sisi, ambayo tuko juu yake, unaiona inafika imenywea, imetulia, haioteshi kitu. Fa idha anzalna alaiha alma, pindi utakapoleta maji kutoka juu, ihtazzat, inachanua, inanawiri, inaotesha. Ni ushirikiano kati ya mbingu na ardhi na vilivyomo baina. Na sisi ndugu zangu, ili tufanikiwe tunahitaji ushirikiano huu. Mume na mwanamke lazima ushirikiano huo ni mkubwa. Na hapa napozungumza mume na mke, sisemee mume na mke katika ndoa, katika kazi zote za kijamii, katika kazi ya kimaendeleo. Isitafsirike tu napozungumzia ushirikiano wa mume na mke ni kwenye ndoa tu peke yao. Hapana, sote tuko katika mgongo wa ardhi. Sote ni wakulima, sote ni wanasiasa, sote ni wanauchumi, sote ni wanajamii, sote ni kadha ni kadha. Tunaposhirikiana ndipo panapopatikana maendeleo. Mwanamke akawa kama mwanamke na heshima ya uke wake, na mwanaume akawa na heshima ya uume wake, na ameumba mwanaume, wote wakashirikiana kama ambavyo Bwana Mtume alishirikiana na mwanamke mkewe Bibi Khadija. Na kesho tutamzungumzia katika tafsiri hizi zinazofuata mwanamke huyu ambaye kesho ni siku ya kifo cha Bibi Khadija, Ramadhani 10. Salawatullahi wasalamu alaiha.
mwanamke wa kipekee, shujaa, aliyombeba Bwana Mtume, wamebebana na Bwana Mtume, katengwa Bwana Mtume, yeye akawa na Bwana Mtume, kawekewa vikwazo Bwana Mtume, yeye akawa na Bwana Mtume, wameshirikiana. Ndio Bwana Mtume akasema, Uislamu huu umefika hapa, umewafikieni nyinyi, umesimama kwa mali ya Bibi Khadija. Ni ushirikiano. Vile vile Imam Ali na binti wa Bwana Mtume Fatima Zahra. Imam Ali kufungiwa ndani, familia kunyang'anywa hili na lile, lakini angalieni mwanamke alivyosimama kidete, Fatima Zahra alayha salam. Leo Imam Ali anatajwa kila mahala, Aliyun waliyullah, Imamul mashariq wal magharib, Asadullah al-Ghalib, salawatullahi wa salamu alayhi. Wakina Bibi Zainab katika ardhi ya Karbala, ushirikiano. Sasa na sisi, mwanamke akirudi nyuma akawa hayuko katika nyanja mbalimbali za kimaisha, hakutokuwa na maendeleo. Tukajitutumua tukasema wanaume tunaweza, ni sisi wanaume, arrijalu qawwamuna ala nisa, tukawafungia, wakawa hawana dauru, hawana nafasi katika jamii, katika malezi, katika uchumi, katika siasa, katika dini. Na kwenye dini ndio wameanguka kabisa huku makwetu. Ndio maana unaona Uislamu ni malumbano, Uislamu ni vita, Uislamu ni fitna, Uislamu ni magomvi, Uislamu hamna uchamungu tena, Uislamu hamna zaka tena, Uislamu hakuna tena huruma baina yetu. Yote vimekosekana kwa sababu aliyoko uwanjani asilimia kubwa ni mwanaume, mwanamke hayupo. Na aya tulizozisoma zinatufunza ushirikiano. Mungu ameanza na mbingu, katika mbingu hizo akaziwekea vitu, na vitu vile vinashirikiana, kingine kinahitajia kingine, kingine kinahitajia, kila kimoja kinahitajia kingine, alafu vikaleta katika ardhi. Na ardhi hapa vyote vinahitajiana, havijatengana. Ndio maana tunapumua, tunatembea, tunaishi. Hii ndio Qur'ani na ndio aya hizi ambazo nimezizungumza leo. Ni kukamua. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kamua maji yatiririke. Tumia nguvu kutoa kipaji chako, jibidishe katika kufikia katika mafanikio. Hakuna kitu kinachokuja kiurahisi rahisi. Haya ni maneno yetu ya leo katika sura hizi. Nimefafanua kwa urefu na kutaja aya kadhaa wa kadhaa, nyingi sana, lakini yote zitupe alama moja, nayo tumtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mrorongo wote wa maneno haya, mkazo wote huu unaosisitiza tumnyenyekee Mwenyezi Mungu maana yake. Ndio maana ziko zingine hapa ambazo nimezisoma, Mwenyezi Mungu anapoelezea mbingu na ardhi na vilivyoko, mwisho akamalizia wa ilaihi tarji'un, kwake yeye mtarejea. Maana yake nini? Kuna mahusiano gani kati ya mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu na ardhi na kurejea kwake, na sisi kurejea kwa Mungu? Kuna mahusiano makubwa, na miongoni mwayo ni hiyo, kuwa mlipewa hizi ziwe alama za kujua Mungu yupo, ndiye aliyoumba vyote na ameombeni nyinyi, na kwake yeye mtarejea. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Mwenyezi Mungu atunufaishe kupitia maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zetu, tuwe ni watu wanyenyekevu, na tujalie
tuendelee kufaidika na mazuri na matamu yaliyoko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.